Ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeni TV, nikualike katika tafakari ya kesha la asubuhi, ikiwa ni Agosti 20, 2026, na kichwa chetu au mada yetu ya leo ina kichwa kinachosema ukamilifu sasa. Mada yetu imejengwa katika kitabu cha Mathayo 5 aya ya 48, naye anasema, basi nyinyi mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Mungu alipomtoa mwanawe kwa ulimwengu, alifanya uwezekane kwa wanaume na wanawake kuwa wakamilifu kwa kutumia kila uwezo wa nafsi zao kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Katika Kristo aliwapa utajiri wa neema yake na ujuzi wa mapenzi yake, kadiri ambavyo wangeyatoa yote yaliyo katika nafsi zao na kujifunza kutembea kwa unyenyekevu, wakimtegemea Mungu kwa ajili ya uongozi. Wanadamu wangewezeshwa kutimiza kusudi kuu la Mungu kwa ajili yao. Ukamilifu wa tabia unategemea kile ambacho Kristo yu kwetu. Ikiwa tuna utegemezi wa daima juu ya stahili za Mwokozi wetu na tunatembea katika nyayo zake, tutakuwa kama yeye, safi na bila unajisi. Mwokozi wetu hahitaji mambo yoyote yasiyowezekana kutoka kwa nafsi yoyote. Hatarajii chochote kutoka kwa wanafunzi wake ambacho hayuko tayari kuwapa neema na nguvu za kukitenda. Asingewataka kuwa wakamilifu kama asingekuwa na amri juu ya kila ukamilifu wa neema ya kutoa juu ya wale ambao angewajalia heshima ya juu na takatifu kiasi hicho. Kazi yetu ni kujitahidi kufikia katika mazingira yetu ya utendaji ukamilifu ule ambao Kristo katika maisha yake hapa duniani alifikia katika kila awamu ya tabia. Yeye ndiye mfano wetu. Katika mambo yote tunapaswa kujitahidi kumheshimu Mungu katika tabia. Tunapaswa kutegemea kabisa nguvu ambayo ameahidi kutupatia. Yesu hakudhihirisha sifa zozote na hakutumia nguvu zozote ambazo wanadamu hawawezi kuwa nazo kupitia katika imani kwake. Ubinadamu wake mkamilifu ni ule ambao wafuasi wake wote wanaweza kuwa nao, ikiwa watakuwa watiifu kwa Mungu kama yeye alivyokuwa. Mwokozi wetu ni Mwokozi kwa ajili ya ukamilifu wa nafsi yote ya mtu. Yeye si Mungu wa sehemu tu ya kiumbe. Neema ya Kristo hufanya kazi kwa ajili ya nizamu ya jengo lote la binadamu. Alifanya yote, amekomboa yote. Ameumba akili, nguvu, mwili pia na roho, mshiriki wa tabia ya Mungu. Na kila kitu ni mali yake aliyoinunua. Ni lazima atumikiwe kwa ajili yote. Pia ni lazima atumikiwe kwa akili yote, moyo wote, roho yote na nguvu zote. Ndipo Bwana atakapotukuzwa ndani ya watakatifu wake, hata katika mambo ya kawaida ya duniani ambayo wameunganishwa nayo. Utakatifu kwa Bwana utakuwa katika maandishi yaliyoandikwa juu yao. Na hiyo ndiyo tafakari yetu asubuhi ya leo. Ukamilifu sasa. Ndiyo, Mungu anataka tuwe wakamilifu sasa. Katika mazingira yako, katika mazingira yetu tunayoishi, Mungu ametupatia nguvu ya kuwa wakamilifu. Mungu akusaidia asubuhi ya leo ukawe miongoni mwa wale ambao wataishi maisha yanayompendeza Mungu ya ukamilifu. Nikutakie asubuhi njema, nikutakie siku njema. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali, mahubiri pamoja na nyimbo katika chaneli hii
ya UoN TV. Karibu tena hapo asubuhi katika mwendelezo wa mada zetu hizi, na kesho tutakuwa na somo nzuri linalo kichwa kinachosema inasubiri kudai kwetu. Ungana nami hapo kesho. Bwana akubariki.